Ndugu zangu, itakuwa ni shida sana tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni kuliko ngamia kupenya katika tundu la sindano. Haya maneno yalisemwa na Yesu katika kile kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 23. Lakini pia kwa nini alisema hivyo? Tutachambua sababu mbalimbali, lakini moja wapo ni tajiri. Kwanza, kuwa tajiri kwenye ulimwengu lazima uwe mnyonyaji, lakini pia lazima uwe umefanya ukiritimba. Maana utajiri, kuna utajiri wa fedha nyingi, lakini utajiri wa rasilimali nyingi ambayo kuna anaoitwa wealth, lakini pia kuna rich. Naam, karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo, na leo tutajadili kwa nini tajiri ni vigumu au itakuwa ni shida kuingia katika ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu. Na mstari na au andiko ambalo litatuongoza litatokea katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 19 kuanzia mstari ule wa 16 hadi 23 pale. Lakini unaweza ukasoma mstari Luka 10:17 hadi 24, lakini Marko 10:17 hadi 24, ukasoma Luka 18:12 hadi 26. Kwanza tusome Mathayo 19 mstari ule wa 16 kuanzia 17. Na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, "Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele?" 17. Akamwambia, kwa kuniuliza habari ya wema, aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Akamwambia, "Zipi?" Yesu akasema, "Ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako." Mstari 20. Yule kijana akamwambia, "Haya yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena?" Yesu akamwambia, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate." Yule kijana alipolisikia neno lile akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Mstari wa 23. Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ya ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu." Hiyo ndio Mathayo 19 kuanzia 16 hadi 24. Unaweza ukasoma ukaendelea. Kwa hiyo itakuwa, kwa nini Yesu alisema hili neno? Kwamba itakuwa shida tajiri kuingia ufalme wa mbinguni. Yaani itakuwa ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Zipo sababu nimejaribu kuchambua katika kipindi hichi au kwenye fundisho hili. Zipo sababu kadha wa kadha, sababu za kiimani ambazo na nimeziita sababu za kiimani. Sababu ya kwanza, kabla ya sababu, unaweza ukaenda kusoma pia Marko 10 kuanzia 17 hadi 24, pia utazikuta habari za huyu kijana, huyu mtu aliyemuuliza Yesu kuhusu anawezaje kuurithi uzima wa milele. Lakini Luka 18 kuanzia mstari ule wa 18 hadi 26 unaweza ukazikuta. Na tuanze sehemu ya kwanza kwa sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza ni upendo wa mali unakuwa kizuizi, au muda mwingi anaotumia kwenye zilinda zile mali zake au kuziangalia zile mali zake. Kwa hiyo hapati muda sana wa kumtumikia Mungu, na Mungu huwa anataka muda wetu. Mara nyingi Mungu huwa anataka tutoe muda wetu, tujitoe kwake kwa nguvu zetu zote. Maana katika ile kitabu cha Mathayo hii 22 kuanzia mstari ule wa 37 pale, walipomuuliza kwamba Yesu alipomuuliza kwamba amri kuu ni ipi, alimwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote." Kwa hiyo roho yako yote, yani hisia zako zote, mawazo yako yote na nguvu zako zote zinatakiwa ziwe kwa Mungu. Mapenzi yako yawe kwa Mungu. Lakini pia ukisoma Luka 10:25 hadi 28 utakuta hizo habari za mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote na nguvu zako zote. Kwa hiyo huyu mtu anayekuwa tajiri anakuwa muda mwingi ameuwekeza kwenye mali, kwenye utafutaji na kutana mradi mingi. Hivyo inakuwa ngumu sana kumtumikia Mungu na mali. Hivyo miradi inakuwa mingi. Lakini kuna sehemu pia kwenye Biblia hii ukisoma habari za Yesu, alikuwa anawaambia huwezi kuwatumikia mabwana wawili. Lazima utashika moja kwa nguvu zote na jingine utaliacha. Huwezi kutumikia Mungu ukatumikia na mali.
Ndio maana hapo akaweka angalizo. Lakini tukiangalia katika Biblia yetu hii, kitabu kile cha Timotheo wa kwanza, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 10. Mstari wa 9 anasema, lakini au watakaokuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Mstari wa 10, maana shina la mabaya yote ni ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengi hali wakiitamani ili wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Naona hapa Paulo anamwandikia Timotheo kwamba watu wakiwa na mali wanajikuta wameingia kwenye majaribu na tamaa nyingi zisizo na maana na zinazoweza kuwadhuru, na mwisho wanaingia katika upotevu na uharibifu. Kwa hiyo upendo, mara nyingi watu wanakuwa na mali, upendo mwingi wanajikuta wameweka kwenye mali, wanamsahau Mungu. Hivyo inapelekea kurega katika kumtafuta Mungu, katika kufanya mapenzi yake. Maana Mungu yeye anatamani muda mwingi tutumie katika kutafakari neno lake, katika kusali, katika kuomba. Ndio maana katika kile kitabu cha Mathayo 24:42 anasema, kesheni kwa maana hamjui siku wala saa. Unaweza ukaenda kwenye pambana na mali, kutafuta utajiri, ukajikuta umepoteza ufalme wa Mungu. Kwa sababu ufalme wa Mungu ni hazina kubwa. Soma katika kile kitabu cha Mathayo 13 pale. Unasema kwamba ufalme wa Mungu umefananishwa na mtu ambaye aliona shamba ambalo lilikuwa na hazina fulani ambazo zilikuwa muda, akaenda akauza kila kitu, akaja kununua lile shamba. Ndio ufalme wa Mungu unafanana hivyo. Tuangalie pia Mithali 23 mstari wa 4. Nasemaje? Utajiri. Mithali 23 mstari wa 4. Mithali 23 mstari wa 4. Mithali 23 mstari wa 4 hapa inasema, usijitaabishe ili kupata utajiri, acha kusitegemea akili zako mwenyewe. Usijitaabishe. Paulo ameshasema sehemu kwamba ukishapata chakula na mavazi inatosha. Kwa muda mwingi unatakiwa kutumia katika kumtumikia Mungu. Lakini Mithali pia 28:22 pia na yenyewe inaelezea kuhusu swala hili la utajiri na ufalme wa Mungu, ambayo inasema, mwenye usuda afanya haraka kuwa tajiri, wala haufikiri uhitaji utakaomjilia. Mtu alipo kwenye mali, sababu mali hizi ukianza kuzisaka, huwa zinataka ziongezeke, huwa zinakufanya uwe mtumwa wa zenyewe. Kwa hiyo upendo mwingi utasahau kwamba Mungu yupo na utaacha kabisa. Kwa hiyo mali zitakutumikisha, mali zitakupelekesha, mali zitakusahawisha Mungu. Ndio maana Yesu aliangalia, kwa sababu ana Mungu ndani yake, na alifika duniani akatazama watu mioyo yao ilikuwaje kwa wakati huo. Ndio maana akawaambia, matajiri ni vigumu sana kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu tajiri, upendo mwingi unakuwa kwenye mali, unakuwa kizuizi. Hivyo kwa siku ya leo, kwa sehemu ya kwanza, tuishie hiyo sababu moja ambayo tumepitia. Mungu awabariki sana. Niwatakie wakati mwema. Neema ya Kristo iwe pamoja nanyi. Amen.